Issue ya girlfriend wa Ogobina na Ogobina mwenyewe ambao pia imekuwa kitrend pale katika social media imeweza tu kuweza kuchukua attention nyingine baada tu ya Lizzy kuweza kurespond kwa Ogobina kwa mara ya kwanza. Nakumbuke tu hapo jana kuna picha fulani ya Ogobina aliweza kupost katika mtandao wake wa Instagram akisema kwamba anatafuta kijana fulani hivi ambaye pia anaitwa Chisoni, na ni kitu ambacho pia inaonekana tu kimeweza kuchukua attention ya Lizzy. Na pia pale katika mtandao wa Instagram ama katika Insta stories za kwake ameweza kusema kwamba please leave my late brother alone, he is resting in peace, now you have my attention. Respond ambao pia Lizzy ambaye pia alikuwa tu ex wa Ogobina ameweza tu kuweza kurespond kwa Ogobina kwa mara ya kwanza tangia tu Ogobina aweze kuanza kupeana side ya story ya kwake, kwa sababu last year watu wengi tu waliweza kumwaccuse pale katika social media kwamba tu alikuwa anaekwa na Lizzy ambaye pia ni mumamas wake, kulingana tu na lugha ambao pia walikuwa wanatumia pale katika social media last year. Ikisemekana tu Ogobina alikuwa amewekwa this last year, lakini Ogobina tu aliamua kuweza come out clear kuweza kusema story ya kila kitu ambacho pia kiliweza kuhappen, akisema tu ya kwamba mama kimlaumu tu Lizzy ambaye pia alikuwa ex wa kwake, kitu ambacho pia watu wengi tu zaidi wanaendelea kutoa reactions zao pale katika social media. Na sasa hivi tu Lizzy ameweza kurespond kwa Ogobina kuweza kumwambia kwamba aweze kuachana na brother wake ambaye pia in short tu ameweza kusema late brother, inamaanisha tu ni brother wake ambaye pia aliweza kufariki kitambo, akimtoa tu warning kwa Ogobina kwamba awachane na late brother wake, lakini hatuwezi jua amemaanisha nini kumwambia Ogobina kwamba achana na ndugu yake aliyefariki. Hatuwezi jua ameweza kumaanisha nini, maybe labda kuna kitu ambacho pia hatujui kabisa, kwa sababu yeye mwenyewe hajaweza come out clear kuweza kuongea part ya kwake. Ogobina tayari tu ameweza kusema story ya kwake, labda watu wengi tu watakuwa wanangoja kusikia kwa Lizzy kipi ambacho pia atakuwa anakisema. Lakini last year ilisemekana tu ya kwamba yeye alimnyang'anya Ogobina gari kwa sababu yeye ndiye alikuwa ameweza kutoa hela ambazo pia Ogobina alikuwa ameanza kununulia gari, na pia tu akaweza kuchukua 2 million za Ogobina ambazo pia alikuwa tu ameweza kumkopesha, kulingana tuna story ambazo ziko pale katika mitandao za kijamii. Na ndio maana tu imeweza kufikisha hizi issue nzima hivi leo mpaka hapa, ndio Ogobina kuweza come out kuweza kujaribu tu kuweza kutengeneza jina yake na kuweza make things clear kwa mafans wa kwake ambao pia tayari tu walikuwa wanajua kwamba Ogobina last year alikuwa amewekwa na mwanadada fulani ambaye pia alikuwa anajulikana kama Lizzy. Ni issue ambayo tutakuwa na follow pale katika social media. Una make sure tumesubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu ili tuendelee kupatia story ambazo zina trend. Baby wa baby alafu huyu ni baby Mafi muscular. You know what? Yeah, this is it.